anakimbia nao, anasogea, anakwenda zaidi eneo la juu. Ashrafu anazungumzia akiwa nyuma ya striker anaweza kuwa ni hatari zaidi. Wapi ambapo kuna uhuru zaidi kwa aina ya uchezaji wake, lakini pia kwenye mfumo mzima wa uwanja, sehemu gani mchezaji wa aina yake akiwepo kwenye position anaweza akapata huo uhuru wa kufanya makubwa zaidi na akashaini? Naamini pembeni. Unajua pembeni ndo kuna eneo kubwa la kucheza. Na ukiangalia umbali wa kutoka golini kwenu kwenda kwenye goli la mpinzani, pia idadi ya watu wanaocheza huko ni chache. Ila ukicheza maeneo ya katikati, tunazungumza hapo kuna center backs, kuna midfielders wako hapo, strikers pia wanacheza kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo pembeni unakuta ni watu wachache sana, na ili utengeneze space nzuri zaidi ukiwa pembeni lazima ushawishi watu watoke katikati waje ndani. Kwa hiyo ukiwa ni mchezaji mwenye daraja la Pacome ambaye unaweza kuondoka na watu wawili mpaka watu watatu, tayari unatengeneza gap kubwa sana kwenye maeneo ya katikati ambako wachezaji wenzako kama wataweza kuwahi hizo space na kuzitumia, inaweza ikawa ni madhara makubwa. Na ndio maana ukiangalia Young Africans wamekuwa ikitokea mtu amejichanganya kwenye mfumo, yani ni kumkaanga zaidi ya goli 3 atakukaanga, ni kwa sababu hizo nafasi zinatengenezwa na watu wana uwezo wa kuzitumia hizo nafasi, ni kwa sababu ya ubora wa Pacome Zouzoua. Ukiangalia Clement Mzize ambaye pia amekuwa anacheza pembeni, ubora wake ku drive mpira, miguu yake yote miwili inafanya kazi. Kwa hiyo mimi naamini kwa Pacome ana enjoy zaidi kucheza pembeni. Hata ukimwanzisha kama namba 10 kwenye eneo la katikati, bado uhuru ambao yeye anauhitaji, anahitaji kuwa na mpira mguuni. Kwenye maeneo ya katikati ukireceive mpira watu wamefika, ila pembeni lazima mtu akusubiri kwanza ajue ni nini unataka kufanya. Kwa hiyo mimi naona akiwa anatoka pembeni kuja ndani ndo anakuwa na enjoy zaidi kuliko kucheza katikati. Ameondoka Stefan Aziz Ki, ameingia Chama jana kwenye kikosi. Kuna mabadiliko yoyote, kuna kitu chochote ambacho pengine kimemisa au kimeongezeka, au hakuna shida yoyote kwenye namna ambavyo wanacheza kwenye namba 10 wao kutoka Aziz Ki kuja Chama? Of course, najua kwa msimu hata kipindi ambacho Stefan alikuwepo, Chama alikuwa akipata dakika, bado kuna kitu cha tofauti alikuwa anakionyesha uwanjani. Na ndio maana ukiangalia hata dakika, Stefan msimu amecheza dakika nyingi kuliko Kratos, lakini kwenye numbers hawana tofauti mkubwa sana. Na ni aina wachezaji wawili tofauti kabisa, kwa maana ya Stefan Aziz Ki pamoja na Kratos. Aziz Ki ni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye ni mtu anayefikiria kwenda mbele zaidi. Yaani akiwa na mpira mara nyingi anatamani kuona kuna vitu vinatokea. Ndio tunatumia neno ana take risk. Unanielewa? Lakini Chama nje ya kuwa na kukupa ubunifu ambao hata Stefan anakupa, nafikiri Chama ni playmaker zaidi pia. Ana yale mamlaka kuichezesha timu. Chama anaweza akashuka chini akachukua mpira, akajaribu kuangalia kitu gani anapaswa kufanya katika wakati huo, na ni aina wachezaji ambao anaweza akaifanya mechi ikawa kwenye mabega yake. Yaani kila timu ifanye kile ambacho yeye anakifikiria zaidi kichwani. Na utofauti wao mwingine ni kwamba Stefan Aziz Ki ni more scoring midfield. Yaani kiungo ambaye anaweza akafunga zaidi, kwa sababu ana uwezo wa kushoot, ana target nzuri tofauti na Kratos. Hata Chama anaweza kufunga. Ana uwezo wa kufunga, na ndio maana nimesema Stefan ana uwezo wa kufunga zaidi. Ukikompare kwa mfano magoli yao kwenye CAF Champions League, Chama na magoli mengi kwa mfano kuliko Aziz Ki kwenye Champions League. Na hata ukija kwenye ligi inawezekana msimu bora wa Chama na msimu bora wa Aziz Ki alikuwa namba nzuri kuliko Kratos. Ya, alikuwa na hizo namba kwa sababu context ni muhimu. Aziz Ki katika msimu ambao amefunga magoli 21 yalikuwa kuna mechi za kutosha alikuwa anacheza effectively kama mshambuliaji kwenye mechi za ligi kuu. Na hiyo ilichangia sana yeye kufunga magoli. Yaani unamkuta kuna magoli anafunga mpaka header ndani ya box. Alikuwa anacheza effectively kama mshambuliaji. Unajua wachezaji huwa wanatofautiana kwenye eneo moja, skill set, kwamba kuna huyu ambaye anaweza akawa anacheza position hiyo hiyo lakini ana mbio kuliko mwenzie, kwa hiyo anatumia hiyo to his advantage. Kuna mwingine kwenye nafasi hiyo hiyo utakuta yeye hana mbio, kwa hiyo matokeo yake ni kwamba yeye anauacha mpira ndio ukimbie kwa faida yake. Ukimwangalia mtu kama Paul Scholes alikuwa ni attacking midfielder, yes, lakini sio attacking midfielder kama Frank Lampard. Frank Lampard alikuwa more athletic, anakimbia, anakaba up and down. Paul Scholes yeye hana zile mbio, hana ile athleticism. Kwa hiyo yeye kazi yake alikuwa anaifanya kwa footwork zake zaidi, kutuma mpira ufanye kile ambacho anataka kifanyike. So you can use the same example kwa Pacome na Chama, kwamba
kwa Chama na Aziz Ki. Aziz Ki ukitumia mfano wa msimu wake bora wa kufunga akiwa na Yanga, itakuwa ni unfair comparison na Chama kwa sababu kuna kati ya yale magoli 21 aliyofunga, karibu nusu ya yale magoli aliyafunga effectively kama mshambuliaji, akiwa kwenye position kabisa kama ya mshambuliaji. Na hiyo inasaidiwa na kitu kimoja, kwamba the way mnacheza football ndio kama nilivyosema mwanzoni kwamba mnacheza na timu inawasubiri kule. Kwa hiyo ni rahisi kwa hata ukimwambia mtu kama Fei kwa mfano akiwa Azam ule msimu kafunga magoli 19, naye effectively alikuwa anacheza kama mshambuliaji, yani alikuwa na occupy position zile yale. Kipa ndo anatumika zaidi kwenye eneo la kati. Sawa, yani starting position inaweza ikawa hiyo, lakini nazungumzia kwa bahati mbaya ligi yetu haiprovide heatmap, inakuonyesha eneo ambalo mchezaji amespend muda mwingi akiwa uwanjani, alikuwa anajikuta kwenye box mara sehemu ambapo washambuliaji wanakuwa. Umeelewa? Sasa Chama msimu wake bora kwenye eneo la ufungaji hapa Tanzania nadhani alifunga magoli 11, lakini hakuyafunga kama striker, kwa sababu kwenye hiyo timu kulikuwa na striker ambaye ana dominate hizo position, mtu kama Kagere, Mugalu, Boko, lakini he scored 11 goals kutoka kwenye midfield. Kwa hiyo sio kwamba hawezi kufunga, inawezekana anazidiwa na Aziz Ki kwa sababu Aziz Ki is more athletic kuliko Chama. Yani anakimbia up and down, kwa hiyo kujikuta kwenye nafasi zile za goal scoring kwenye mechi za ligi kuu inakuwa ni rahisi kwake kuliko Chama ambaye mara nyingi ataanzia deep, atapokea mpira mbali, lakini pia staili yake ya uchezaji option yake ya kwanza huwa ni kumtafuta mtu, tofauti na mtu kama Aziz Ki ambaye kuna wakati hata akiwa kwenye distance, akiwa mbali anaweza aka opt kushoot na akafunga.